Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kuwa mfumo wa kombora la masafa ya kati lenye kasi ya hypersonic ujulikanao kama Oreshniki umeingia rasmi katika huduma ya kivita nchini Belarus, hatua inayochukuliwa kama ongezeko kubwa la ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Belarusi. Kwa mujibu wa taarifa ya Desemba 30 mwaka 2025, hafla rasmi ya kijeshi ilifanyika nchini Belarusi kuashiria kuanza kwa matumizi ya mfumo huo. Vikosi vilivyopangiwa ikiwemo timu za uzinduzi, mawasiliano, ulinzi na usafirishaji vilipata mafunzo ya juu kwa kutumia vifaa vya kisasa kabla ya mfumo huo kuanza kazi. Video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Belarusi mwishoni mwa Desemba ilionyesha wanajeshi wa Urusi wakishiriki hafla ya kupandisha bendera pamoja na msafara wa magari kuelekea eneo la operesheni yaliyofunikwa kwa vifaa vya kujificha. Hata hivyo, video hiyo haikuonyesha wazi magari ya uzinduzi wa makombora, jambo lililozua maswali iwapo vizindua na makombora vyenyewe tayari yapo nchini humo au bado yanahifadhiwa maeneo mengine. Wataalamu wa silaha za kimkakati wakitumia picha za satellite wanaamini mfumo huo huenda umewekwa katika kambi ya zamani ya jeshi la anga karibu na mji wa Klishchev, mashariki mwa Belarusi. Wachambuzi wanasema eneo hilo lina miundombinu inayofanana na kambi ya makombora ya kimkakati na linaweza kuhifadhi angalau vizindua vitatu. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko alithibitisha tarehe 18 Disemba kwamba mfumo wa Oreshniki tayari umepelekwa na uko kwenye huduma ya kivita. Alisema mfumo huo ulianza kazi rasmi siku moja kabla ya kutolewa kwa tamko hilo. Hatua hii ilitanguliwa na mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya Zapad 2025 ambapo Belarus na Urusi zilifanya majaribio ya kupelekwa kwa makombora na kuigiza matumizi ya silaha za nyuklia zisizo za kimkakati. Kombora la Oreshniki ni silaha ya hypersonic yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Lilijulikana kwa mara ya kwanza mwishoni mwa 2024 baada ya kutumika kushambulia kituo cha kijeshi nchini Ukraine kwa kichwa kisicho cha nyuklia. Rais wa Urusi Vladimir Putin amedai kuwa kombora hilo haliwezi kuzuiliwa na lina uwezo mkubwa wa uharibifu, akisisitiza kuwa Urusi tayari ina akiba ya makombora hayo na uzalishaji wake unaendelea. Kwa ujumla, kuingizwa kwa mfumo wa Oreshniki nchini Belarus kunaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Ulaya Mashariki na kunazua wasiwasi wa kimataifa kuhusu usalama wa kikanda.